Mtazamaji wa KTV, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuko hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Masumbwe. Kulikuwepo na tukio kubwa, tukio la uzinduzi wa idara ya vijana kanda ya Masumbwe. Lakini ndani ya tukio hili tuko na mtaalamu maalum kabisa aliandaliwa kwa ajili ya uandaaji na uchangiaji damu. Karibu mtaalamu, uweze kujitambulisha kwa majina yako na nafasi yako. Kwa majina ninaitwa Samuel Peter Mininga. Ni miongoni mwa watoa huduma na wataalamu wa maabara katika kituo cha afya Masumbwe, lakini pia ni mratibu wa huduma hizi za damu salama katika kituo cha Masumbwe. Na leo tumefika katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Masumbwe. Kanisa hili ni kubwa ambalo limejumuisha, leo ni mkusanyiko mkubwa ambao umejumuisha mitaa mitatu kwa maana ya mtaa wa Masumbwe wenyewe pamoja na mtaa wa Shilanga na mtaa wa Miembeni. Kwa hiyo ni tukio kubwa ambalo ni tukio la idara ya vijana, ambapo wanazindua leo rasmi kanda ndogo ya mtaa wa Masumbwe. Na kwa namna hiyo, na tumekuja hapa kama kutoa huduma ya damu salama. Sisi kama kutoka damu salama wametukaribisha na kutualika kwa upendo wa dhati kabisa kwa ajili ya kuja kuchangia kutoa damu. Na ukweli tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa kweli kanisa hili lina mwitikio mkubwa, ambapo vijana wengi wamejitoa na hata sasa hivi zoezi linaendelea. Kwa hiyo wameamua kufanya kwa vitendo, sio kwa maneno. Uchangiaji wa damu una msaada gani au una umuhimu gani ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato? Kwa nini kutoa damu? Kama kanisa linaamini kwamba utoaji wa damu na uchangiaji wa damu ni moja ya huduma ambazo wanazitoa kama kanisa, kama vijana, na wanaona ya kwamba wale watu ambao wanaumia na kwamba wana uhitaji wa damu hospitalini, wao wanasema kwamba wanaumia pamoja na wao. Na maana ni uokoaji wa roho. Kwa maana hiyo wanafanya jambo ambalo ni zuri la kuokoa roho za watu. Safi kabisa. Je, watu wanaotoa damu, kuna watu wanaogopa au mwitikio uko katika utoaji wa damu? Au kweli kwamba mwitikio ni mzuri. Ndio. Kwa mara ya kwanza wapo watu ambao walikuwa wanaogopa vijana kwamba wakitoa damu labda wanaweza wakafa au wanaweza wakapata madhara fulani. Lakini tunamshukuru baba mchungaji kwa kushirikiana na timu hii katika hubiri lake ametoa ufafanuzi wa kutosha kabisa. Kiasi kwamba hata wale vijana ambao walikuwa na hofu ya kutoa damu wameona umuhimu na wamejitoa kwa wingi kwa ajili ya hili. Je, watu wanaotoa damu hakuna madhara yoyote yanayowatokea katika wanapomaliza kutoa damu? Uchangiaji wa damu madhara ni hakuna. Ndio. Ila yapo madhara madogo madogo ambayo yanaweza yakajitokeza, ambayo kimsingi sio madhara makubwa sana. Kwa muda mfupi basi yanakuwa vizuri. Nini kifanyike kwa Watanzania wote baada ya kuona tukio kubwa kama hili la uchangiaji damu ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kanda ya Masumbwe? Kwa kanda ya Masumbwe, kama vijana ambavyo wamekusanyika leo na wanafanya hii kazi kwa vitendo, kwa maana ya kuchangia damu, ukweli ni kwamba tunaomba tu na madhehebu mengine pamoja na watu wengine waweze kuona umuhimu kama kanisa hili ambalo limeona umuhimu wa kutuita sisi kama kama sisi timu ya damu salama, kutuita kwa ajili ya kuja kutoa damu. Waone tu muhimu ya kwamba binadamu wanahitaji damu. Kuna watoto ambao kwa kiukweli wana uhitaji wa damu, wenye chini ya umri wa miaka 5, kina mama ambao wanahitaji damu na wengine ambao wanapata ajali. Kwa hiyo jamii ione umuhimu kwamba hili tukio ni la muhimu na waweze kujitoa kwa ajili ya kutoa msaada huu. Kwa sababu damu hatuinunui, isipokuwa damu inatoka kwa mwanadamu ili muhudumie mwanadamu wenzake. Asante sana daktari. Mpenzi mtazamaji wa KTV, ulikuwa ukizungumza na mtaalamu Samuel Mininga
ndani ya kanisa la Wasabato kwa ajili ya utoaji wa damu. Lakini wakati huu tuko naye mchangiaji wa damu aliyewiwa kabisa kwa ajili ya utoaji damu kuokoa roho za watu. Karibu mpendwa, uweze kujitambulisha kwa majina yako na utuambie ni kwa nini umeamua kutoa damu. Kwa jina naitwa Simon Elias. Nimewiwa kuchangia damu ni kutokana na namna ya maisha yetu tulionayo. Kuna watu wengi wana uhitaji wa damu, tukizungumzia katika nchi kiujumla ya Tanzania, kutokana na wazazi wagonjwa wanavyozidi kupata changamoto ya damu. Basi sisi nimejitoa kwa ajili ya kuchangia damu ili kuweza kuwasaidia wengine nao wapate kuokolewa. Unawaambia wengine ambao wanaogopa, anatamani lakini anahisi anaweza akaugua zaidi? Nipende kuwashauri kwa wale ambao wana hofu, wanaogopa, wana mashaka, basi huu uchangiaji wa damu ni mzuri. Pia hata kiafya inakusaidia wewe mwenyewe unavyotoa damu, basi mfumo wako wa damu unaujua vizuri, hata vipimo vingine unavipata kwa urahisi. Basi huduma hii inakuwa nzuri kwa upande wako. Mwitikio ukoje kwa kanisa au kwa watu wengine juu ya utoaji damu, wewe kama mtoaji damu? Kwa kanisa, ningependa kipindi hichi cha kutoa damu kiendelee, na vile hamasa kwa watu wote ziendelee kutolewa kwa watu, ili waone ni kama fursa nzuri ya kuweza kusaidia jamii kwa upande wa pili, tukiwa kama vijana na kanisa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Jesse Wilson. Ndio nimeamua kuchangia damu kwa sababu binadamu wote waga tunaugua, kama leo kwa mtu mwingine, kesho kwangu. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kujitokeza kutoa damu ili mradi hata mwisho wa siku na mimi naweza nikapata tatizo kusaidia. Unaweza kuambiaje watu wengine kwa ajili ya utoaji damu au changiaji damu? Na washauri watu wajitokeze kwa wingi ili mradi tuweze kuchangia zoezi la kutoa damu. Ndio. Kwa sababu hatuwezi kujua leo na kesho. Sema kwa inawahimiza tu watu wajitokeze, hamna shida yoyote. Mpenzi mtazamaji wa KTV, ulikuwa nasi katika kipindi kizuri, kipindi cha Ngome ya Yesu. Ni kipindi cha utukufu, kipindi kinachogusa maisha ya watu na kuokoa roho za watu. Unabarikiwa sana katika kipindi hiki. Ni kutoka ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Barikiwa nasi kupitia mtangazaji wako Mwinjilisti Esther Nzwili Sai. Bye, tuonane tena katika kipindi kingine.